Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Tambua Sheria TV, karibu tena katika wasaa mwingine. Huko na Pastor Anton Obiero. Kwa kwenda kupata taarifa mbalimbali na hali mbalimbali ya kisheria, usahau like, comment, kwenye subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Kwa siku leo tunapitia mada mezani juu ya dhana ya ndoa. Tunaenda kutazamia dhana ya ndoa ina maana gani? Ni kitu kupelekea dhana ya ndoa kuwa halali kisheria. Lakini pia ni vipi pale sasa watu ambao katika dhana ya ndoa wanapotengana, sheria inasema nini? Je, mmoja anaweza kunufaika ama la? Tunaenda kutazamia kwa mgeni hapa. Kabla tupate nafasi ya kujitambulisha. Karibu sana basi. Asante. Na ndio jitambulishe. Kwa majina naitwa Elisha Milesi, ni mtaalamu wa sheria. Ndio. Ndugu mtaalamu, unaweza kusaidia nini maana ya dhana ya ndoa? Dhana ya ndoa kimsingi hii ni dhana ambayo tunasema kwamba ni dhana ya kisheria, ni mojawapo ya dhana ya kisheria ambayo tunasema inaweza kukanushwa. Sawa, ni dhana ya kisheria ambayo inaweza kukanusha katika muktadha ya masuala ya ndoa baina ya mtu mume na mtu mke. Kama tunavyofahamu kwamba sheria ya ndoa imeweza kutengeneza msingi wa dhana tofauti, ikiwemo dhana ya ndoa hii ambayo tunaizungumzia kwa siku ya leo, lakini pia pamoja na dhana ya kifo. Sasa hii dhana ya ndoa mara nyingi huibuka pale ambapo kuna ubishani baina ya watu ambao walikuwa wakiishi kama mtu mke au mtu mume. Sasa tunajaribu kuangalia, je, kwa hicho kipindi ambacho walikuwa wanaishi, je, walikuwa wanaishi katika muktadha wa uhalali wa kisheria? Ndipo sasa hii dhana ya ndoa inapokuja kuingia. Na sasa ndugu mtaalamu, labda katika tunapoongelea ndoa na dhana ya ndoa, hivi vitu vina tofauti gani? Hivi vitu vina utofauti mkubwa sana. Ukiangalia sheria ya ndoa inavyoelekeza kwenye maana halisi ya ndoa, unaambiwa kwamba ni makubaliano ya hiari kati ya mtu mke na mtu mume wanaokusudia kuishi pamoja kwa kipindi cha maisha yao yote. Lakini dhana ya ndoa sasa, lakini tukija kutizamia kwenye upande wa dhana ya ndoa, hapa utofauti mkubwa ni kwamba panakuwa tunasema kwamba panakuwa hamna ndoa rasmi au ndoa ambayo ni halali. Kwa hiyo tofauti wa dhana ya ndoa na ndoa yenyewe tunaangalia kwenye uhalali. Sawa sawa. Na mimi mtazamaji sasa, ndio bila sahihi ambayo ni sio halali ambayo nasema hii dhana ya ndoa. Sasa ni kitu kuelekea dhana ya ndoa kuchukuliwa kama ni ndoa halali sasa. Ukiangalia chimbuko la hii dhana kuibuliwa kwenye muktadha wa kisheria, hii dhana ya ndoa ilianzishwa kwa ajili ya kuwalinda wanawake, kulinda haki za wanawake, hasa pale ambapo unakuta mtu ameishi na mtu katika dhana ya kindoa, lakini baadaye ikatokea mahusiano yao yamekoma au yamefikia mwisho. Sasa yule mwanamke ana haki juu labda ya mali fulani au juu ya watoto. Sasa ndipo mahakama sasa inapoingia na idea hii ya dhana ya ndoa. Kwa sasa kuna vipengele ambavyo mahakama itajidhihirisha kama vimetimizwa vyote ili tuweze kusema kwamba kuna dhana ya ndoa. Na kama mtaniruhusu niweze kuvitaja kwa ufupi hivi vipengele, kuna vipengele kama vitatu ambavyo vimeelezewa kwa undani zaidi ili kuweza kujua, je, hapa hao watu walikuwa wanaishi katika dhana ya ndoa au hawakuwa wanaishi katika dhana ya ndoa. Ambapo kipengele kimoja cha msingi kabisa tunaangalia hawa watu wameishi kwa kipindi cha muda gani. Na sheria inatambua kwamba dhana ya ndoa itakubalika kwamba hapa pana dhana ya ndoa pale ambapo hawa watu watakuwa wameishi kwa kipindi ambacho si chini ya miaka 2. Sawa? Lakini kipengele kingine, watu wamekuwa wakiwatizamia kama mtu mke na mtu mume. Umeona? Kulingana na namna ambavyo walikuwa wanaishi kwa muda mrefu wa usiopungua miaka 2. Kwa watu walikuwa wanawaona kwamba au jamii inawatizamia kwamba huyu ni mtu mume na mtu mke. Umeona? Lakini pia kigezo kingine ni kile ambacho nimekisema awali kwamba panakuwa hamna sherehe rasmi ya ndoa ya kuhalalisha hicho kitendo au hiyo ndoa yenyewe. Sawa sawa. Lakini pia kipengele cha mwisho ambacho ni cha nyongeza, naweza nikasema tunaangalia uwezo au capacity ya kuform ile ndoa. Tunafahamu kwamba sheria ndio imeelekeza kijana
wa kiume hatakiwi kuingia kwenye ndoa kabla ya kufikisha umri wa miaka mingapi? 18. Lakini kwa upande wa mtoto wa kike, binti hawezi kutengeneza au kuingia kwenye ndoa akiwa na umri wa miaka mingapi? 15. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo huwa tunaangalia ili tuseme kwamba hapa kuna dhana ya ndoa au hakuna dhana ya ndoa. Na kama tunavyosema ni dhana. Sawa. Na nikasema kwamba ni kitu ambacho kinaweza kubishaniwa. Kwa hiyo ule upande unaosema kwamba hapa pana dhana ya ndoa, unatakiwa ulete ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba ni kweli nilikuwa naishi na mtu X kwa kipindi cha muda fulani. Kwa hivyo ili kujenga msingi kwamba alikuwa katika dhana nini? Dhana ya ndoa. Ndio. Sasa ndugu mtaalamu, ndugu Nyelesi, hawa watu ambao wanaishi katika dhana ya ndoa, sasa wamefikia kikomo. Mtu mume hamtaki tena mtu mke. Je, huyo mtu mke ambaye anaenda kuachwa sasa, anaishi katika dhana ya ndoa, je, anaweza kunufaika katika njia moja ama nyingine? Asante. Kimsingi kama nilivyoeleza hapo awali kwamba hii dhana ya ndoa ilikuja kwa ajili ya kuwalinda wanawake, hasa pale ambapo mahusiano fulani walioanzisha na mtu mwingine yanapokuwa yamefikia nini? Kikomo. Kama ilivyo katika upande wa talaka, mahakama inapotoa talaka, basi wale waliokuwa kwenye ndoa wanakuwa pia na haki, si ndio? Pamoja na haki juu ya kujua hatima ya watoto, kujua pia issue ya mgawanyo wa mali. Kwa hiyo same apply tunapo kwenye dhana ya ndoa, mahakama ikijithibitisha kwamba dai kwamba kuna dhana ya ndoa, basi wale ambao walikuwa kwenye ile dhana wanaweza wakanufaika na hizo haki ambazo zinatokea hapo baada ya mahakama kudeclare kwamba kuna haki au kuna dhana ya ndoa, ikiwemo mgawanyo wa mali, issue ya maintenance ya watoto, matunzo ya watoto, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sheria inawatambua. Sheria inawatambua. Lakini kama utakuwa umekidhi hivi vigezo vinne nilivyovitaja kwa siku ya leo. Asante. Sasa tunapenda kumalizia. Kwa mtazamaji wetu, unawashauri nini hasa watu wanaishi katika dhana ya ndoa na wajui haki zao za msingi? Wanapitia manyanyaso sana. Ni kweli ukiishi katika dhana ya ndoa, mimi naweza nikatoa ushauri kwamba kwenye lugha ya mtaani huwa wanapenda kusema watu wanaishi kisuria. Ndio. Sasa ili uweze sasa jamii iwe na mtizamo chanya juu yako katika muktadha wa kimaadili, mimi napendekeza watu wengi waweze kuziradhimisha ndoa, wazifanye ziwe halali. Tuachane na masuala ya dhana. Hapana. Ndoa tunajua kwamba ni makubaliano ya mtu mume na mtu mke, lakini hiyo ndoa inabidi iwe ni halali, ihalalishwe. Asante. Na kama tunavyofahamu pia kuna makundi mbalimbali ya ndoa na aina mbalimbali za ndoa. Sasa watu wengi huwa wanachanganya, wanasema kuna wanachanganya kati ya dhana ya ndoa na ndoa yenyewe. Sasa hebu kwa kumalizia sasa kwa haraka, hebu tutajie makundi ya ndoa. Makundi ya ndoa yako ya aina tofauti, ambapo sasa tuna ndoa za kimila, sawa? Tuna ndoa za tunaziita religious marriages, za kidini. Ndio. Na nyingine unaweza kumalizia kuna ndoa ya kiserikali, ndugu wangu, ambayo hii inafanywa mbele ya mkuu wa wilaya. Asante. Naamini leo mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu umejifunza vyema sana katika dhana ya ndoa na umetambua haki za msingi ambazo zinapatikana katika dhana ya ndoa na umuhimu wa kuwa katika ndoa ambayo ni halali kisheria, pia kwa sababu inakulinda haki zako. Basi ukiendelea kupata midahalo kama hii ya kisheria na kujifunza zaidi, usahau kutufuatilia katika kipindi kijacho. Kulikuwa na mwana Pastori Anton na ndugu yangu mtaalamu wa sheria Mr. Nyelesi. Tutaendelea katika wakati mwingine. Asante.